Tulipa Mwinga Nyalokolo, tunakusubiri maana tumemisi sana hapo mjengoni. Muhungi lage muvako, mwite mama David kutoka Ilinga 00 Town bana, akateguliwa no godi ingolovi hamtegue bela ndiga munu. Anasema Luchagula Kulwa kutoka maeneo Malole pale, kwa kweli ni nyama ya ulimi, yani unatamani uendelee kusimulia. Kaka, dondosha mautamu hayo bwana, yatakusa mchanga sasa. Anasema brother, thank you sana. Anaitwa Rehema kutokea Tenka Rehema, shikamo. Anasema maisha hata uchukie vipi utamsamehe Vanilla. Mama yake toto la Kisukuma toka Majalila pale. Unaona dalili Vanilla anautumia ulimi wake vizuri bwana. Anautumia vizuri sana mpaka napenda of course. Yaani napenda vile anautumia. Nitarudi niendelee na jumbe. Jumbe ziko nyingi sana. Anasema mkakaa mitano tena. Msomi kama Mama Queen kutoka Msukumilo pale. Asante bwana. Asante, thank you. Mitano yako nimeipokea. Kama ya nani? Basi. Mwamba imekata sehemu ya wanakukubali. Hata ndugu zangu nisamee. Nimekumbuka kuchezea mito na wewe kama tulivyokuwa tunachezea kipindi kile, tutupiane mito pale kitandani. Oh my god. Mwamba limuingia ile roho ile. Si unajua wanaume tuna ile roho ile ya sympathy ya kuona kama nimemuonea, nimemnyanyasa, sio nimemtesa. Kuna mwanamke gani sasa hivi mwenye moyo wa kuweza kuomba msamaha kiasi hiki jamani? Au naota? Mwamba akasema, ila mbona kama hanipendi hivi? Mbona kama hanipendi? Lakini mbona ya mambo anayofanya mimi nashindwa kumuelewa. Kwamba anachokiongea ni cha moyoni, alipitiwa na pepo, au mbona nashindwa kuelewa nini kimetokea? Hivi ni kweli ananipenda au ananiimbisha tu, ananiongea? Akawaambia washikaji zake kazini, wanangu naombeni mniombe washikaji. Naombeni. Nahisi narudi kwa yule mama. Roho yangu inaniambia kabisa. Sikwa tuli. Wewe mama, kamoyo kanamwambia sasa, mama na bibi wake. Mwamba aliamua kusimulia story sasa kwa washikaji. Alivyoambia mniombee, akamwambia nini? Bwana, moyo wangu mimi ana moyo wake na nimeambiwa wanapendana sana. Mbaya zaidi bwana, kuna siku bwana nikawaona same roho iliniuma sana. Niombeni washikaji zangu. Kasimulia kuna mwamba mmoja hapa ofisini. Sitaki kumtaja jina. Akamwambia, lakini kama unaona kama alikwambia hivyo, alikuwa na maana nzuri tu. Si alikwambia kabisa analipa kisasi, alikuwa na maana nzuri. Ulikuwa ni upendo. Ulivyoingia chuki akaamua kulipa kisasi, lakini sasa amerudi kwa upendo. Msikilize. Ni upendo. Ile yalikuwa mimi na wewe. Siku moja tutakutana tu. Tena kapanga mwenyewe Mungu. Tutapendana. Si unakumbuka mlikutanaje baba? Ndio ya mapenzi ya Sara. Kwa mimi sio kafara mzoga. My baby, nakupenda. Mtadai mie.
We. Aha. We. Umesikia, usimwache mwenzio. Unajua mazingira mliyokutana nayo. Ukimwacha atadai, atakufa. Anaitwa Fabia Africa, anaitwa upendo. Mwamba akauliza hivi. Ungekuwa ungewezaje bro? Yaani muda mwingine mpaka unakutana na mashetani usiku, unafanya vipindi mpaka saa 7 za usiku, unahangaika ili yeye ale. Baba, unaenda kwenye habari nyingine ngumu, visa visanga. Yaani kwenye mabomu, kunatumwa uende Iraki kwenye vita. Unatumwa kule kwa nani? Kwa Zelensky. Uende Urusi kule ndugu yangu kwa Putin kule kwenye vita ukachukue habari ili yeye ale. Alafu unakuja kumkuta amevaa kanga tu geto kwa mshikaji. Ungewezaje? Acheni masiala bwana. We. Aha. Ile kumlizisha. Oya bebe. Nimeona nazalilika. Kuna muda